Naam, bila shaka buheri wa afya na hujambo mtazamaji wa EA TV. Karibu katika kurasa dakika chache muhimu za kufahamisha machache kati ya mengi yaliyojiri hii leo. Tuanze kupekua kurasa kwa hili. Wakala wa madini nchini Tanzania TMAA imesema katika kipindi cha kuanzia mwezi Septemba 2012 hadi Julai 2013 wakala umefanikiwa kuwakamata watoroshaji wa madini mbalimbali katika matukio 23 tofauti. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa biashara wa TMAA Bwana Bruno Mteta wakati alipokuwa akitoa taarifa juu ya hali ya utoroshwaji wa madini hapa nchini unaofanywa na baadhi ya watu, ambapo madini yaliyokamatwa yana thamani ya jumla ya shilingi bilioni 15.17 za Kitanzania. Haiko na thamani kubwa sana, lakini tunataka tuzuie tu, lakini madini haya tumeyachukua na mahakama imetoa uamuzi, amepigwa faini ya milioni 1. Haya, kwa hiyo matukio haya hapo na kesi zote hizi hapa mnavyoziona zote, matukio yote 23 haya yote, mengine yako mahakamani, mengine bado yako kwenye uchunguzi wa polisi, na sisi kwa sababu tunafuatilia kwa karibu, na madini yote vidhibiti vyote tunavyo sisi kama mnavyoona havyo, na vingine viko huko, hawana namna yote ya kufanya. Bwana Bruno amesema TMAA inafanya juhudi ili kupata mashine ya kuweza kutambua aina zote za madini yanayotoroshwa kupitia viwanja vya ndege nchini. Ile mashine haiwezi kupiga kelele kwa sababu ile mashine imetayarishwa, yeye imetengenezwa kwa ajili ya kudetect vitu ambavyo vina meto. Madini haya sio ya meto. Si unanielewa hapo eh? Kwa hiyo sio rahisi ile kapiga kelele haitaonyesha alama. Lakini sasa ziko mashine ambazo ukitaka unatengenezwa special kwa ajili yako tu. Naona bana Israel nasikia watengeneza. Wenzetu wa Kongo wametuambia, njoni mjifunze kwetu. Kiasi kwamba hata kama umeweka almasi au umeweka tanzanite mfukoni itaonekana. Tuendelee na kurasa. Mwenyekiti wa Jukwaa la Katiba nchini Tanzania Bwana Deus Kibamba amezitaka asasi za kiraia zisizo za serikali kuhakikisha masuala ya upatikanaji wa huduma za afya na maji yanakuwa ya kisheria katika katiba mpya ili huduma hizo ziweze kupatikana kwa uhakika. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akifungua baraza la katiba la wananchi wa wilaya Kinondoni linalolenga kujadili rasimu ya katiba. Maeneo ya kijamii yanayohusu huduma za jamii, yanayohusu elimu, yanayohusu afya, yanayohusu serikali za mitaa, rasimu iko kimya kabisa. Na baraza hili leo linataka kuyaingiza masuala hayo ambayo hayamo. Afya kimya, elimu kimya. Watu wanajiuliza, kwa mfano, maji, haki ya maji. Kwa upande wao washiriki katika baraza hilo wanasema katiba ijayo itambue haki ya msingi ya upatikanaji wa maji safi na salama na huduma za afya bila vikwazo, pasipo gharama yoyote. Sasa unakuta mwanamama ana kazi nyingi na majukumu mengi, lakini bado anakuwa anabanwa. Sasa hii ni fursa pekee. Sisi kama wanawake, na mimi kama ni mmoja wapo, basi tuwe tunapata fursa kutoa maoni yetu katika kupitisha yale ambayo tunatakiwa tuyachambue katika rasimu yetu. Wito wangu kwa serikali, kwanza wajue kwamba vijana ni nguvu kazi ya taifa. Endapo watawasahau vijana na kujikumbuka wao, sababu wao hatusemei kwamba mtu mwenye umri mkubwa ndo anakufa kesho, lakini wao wapo mwishoni mwa maisha. Lakini sisi tuna changamoto nyingi na tunajifunza mengi kutoka kwa wenzetu kwa sababu utandawazi umeenea. Tuhitimishe kurasa kwa hili. Baadhi ya wajasiriamali nchini Tanzania wameiomba serikali kuweka utaratibu utakaowasaidia kupata masoko ya uhakika ya bidhaa zao ndani na nje ya nchi. Wakiongea katika mafunzo ya ujasiriamali jijini Dar es Salaam, wajasiriamali hao wamesema wana uwezo wa kuzalisha bidhaa nyingi na zenye ubora, lakini suala la masoko limekuwa kikwazo kwao. Mtandao kutusaidia kutafutia masoko nje ya nchi yetu, ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu, kwa sababu masoko haya yapo na hizo bidhaa tunazo, lakini bado hatujapata watu wa kutusaidia, na tumejiunga na Maboma Trans kwa sababu hiyo watatusaidia hayo mengineyo. Kwa upande wake mratibu wa mafunzo hayo Bwana Simon Majura amesema ili kuamua wajasiriamali kiuchumi ni lazima wawe na masoko ya uhakika. Wanapokwenda mbele, matokeo yake wanakutana na changamoto. Mara leo kakamatwa na manispaa, sababu hazieleweki, wanachanganywa, na kwa sababu ndo wanaibukia, wengi wanakuwa watu wa kutapatapa, wabangaizaji. Mambo hayaendi kwa sababu ya hofu. Kwa hiyo serikali iwe pale kwa ajili ya kuwasaidia hawa, itengeneze njia. Wanasema hawana masoko ya ndani, iwasaidie. Sisi kazi yetu kubwa tunawapa elimu. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa machache kati ya mengi yaliyofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, yapi yatajiri? Tafadhali usikose kutazama dakika chache muhimu za kurasa na kisha tuandikie maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea kurasa, jina langu Steven Mumbi. Endelea kufurahia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV.